tunaweza tukafikiria tuko salama, lakini saa nyingine hatuko salama. Kuna watu wengine wako wanatufuatilia kwa migongo. Acha tuende backyard yangu muone, tuone kwa pamoja venye viko huko. Okay, kama jinsi mnavyoona wapendwa, ngoja ni zoom kidogo. Ona hapo, sijui kama ni mbolea, kama ni mavi ya ng'ombe, kama ni mavi ya mnyama gani, sijui. Yani ona jinsi kimeenda. Hapa ndio ilikuwa fasi kubwa, lakini ukitizama majani haichimbiki. Majani iko safety kabisa. Ona huko hapo nako, ukitizama ni kwa chunjo, hivyo vitu viko kama mavi ya ng'ombe, kama vitu gani huko. Hiyo mahali yote mnaona pako vitu vyeusi vyeusi. Nitapasogelea baadaye, nitazoom kamera, mtaona huko kote. Huko kote hakuna usalama, hakuna usalama paka hapa. Hapa ndio mwisho ya kama jinsi mnavyoona hapa kwangu. Mdudu wenyewe unaingiaga mara nyingi ni hizo rebe, hizo nani, sungura pori. Ndio tunakuaga tudogo tudogo, ndio tunakujaga. Na kama huo sungura pori unakujaga, si unaona hii jiko langu la kuchomea nyama, na kuaga nalifinika na hicho kihema chake, japokuwa limeanguka hapo. Nikifinika inakuwa kama vile nyumba. Kuna wakati unakujaga unalala hapa, unacheza na kana uchungulia dirishani. Ukiona mtu anavuona, unatoka mbio unakimbia. Na ukikuja hapa unakutanaga kuna hivi mapaka vingine vikubwa kama vinakuaga vimekosa mahali ya kuishi, vinakujaga vinaufuatilia. Kuna wakati niliwahi kukutana huku nyuma pande ya huku kuko manyoa, sijui kama ni paka njoo imekula juu, sijui dunia ya leo kwenye iko. Paka zinapata chakula, lakini siko zinaenda zinatafuta minyama ingine. Okay, ngoja tuende huku niwaelekeze, niwaoneshe. Okay, sasa kama jinsi mnavyoona hapa, nimelala nimeamka nakutana huyo mlango uko wazi. Na mimi mwenyewe nimekuwa nimeufunga jana Ijumaa na leo Jumamosi. Niliufunga ilikuwa ni mida ya jioni. Na kama unaufunga, ngojeni niwaoneshe. Kama unaufunga, hii kale ni ngumu sana. Hizi kale ni kama zile za Afrika, zile zetu tunatumiaga Afrika. Ona, kama unafunga, huyu mlango huwezi ukafunguka kama mtu wa kufungua. Lakini inawezekana kuna mtu amefungua juu. Jana nimeufunga, leo nakutana umeshafunguliwa. Na cha ajabu, wakati nakutana mlango uko wazi asubuhi, ndio napita naona hapa backyard yangu. Nakutanana na haya mambo kama jinsi nilivyowaonesha. Sijui ni kitu gani, sijui ni vitu gani. Kuna vitu vingine vinatia uoga. Unajua kwako nyumba yako inakuaga hivi, afu ghafla ukutane vitu vingine vinatia uoga. Lakini namtegemea tu Mwenyezi Mungu. Huko kote vipo. Na sio huko tu, ngoja niwaoneshe. Backyard yangu ni kubwa kabisa. Lakini nashukuru Mungu hii mahali niko natembelea hawakutia huku. Hawakutia huku. Floor yote iko clean hapa. Kama vile mnavyoona juu hapa ku floor nako pangelikuwa singetoka hata hapa nje. Ningekuwa nachukulia kamera ndani ya nyumba. Okay. Sasa tena cha ajabu kingine, ona huyu mlango nao. Huyu mlango toka jana sikuona wazi, lakini naona ukutana wazi. Hata umenishangaza. Sasa mume wangu, unajua wanaume ni wa don't care. Nimemwambia hivi ni vitu gani vimeendelea. Yeye amepita na jicho. Ameshamaliza kunywa chai, amewasha gari yake,
anakwambia kuna mipango yake ya kwenda benki. Haya, mimi ninafunga, nimefunga huyo mlango, lakini kesho kazi ya kwanza nikiamka tu na kuja kutizama backyard yangu kitu gani kinaendelea. Lakini hata kama huyu yuko wazi, lakini mahali yote hapa hakuna hiyo uchafu, hakuna hiyo vitu wapenzi. Sasa sijui niseme nini. Sijui niseme nini kabisa. Sasa sijui kweli niseme nini. Kweli ni vitu vingine vinatisha, lakini njoo hivyo tena. Namwachia Mwenyezi Mungu, na dua nitazizidisha kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kunilinda na kila la shari, na aniepushe nayo mimi na familia yangu na watu wangu wote wema wanaonipenda, atuepushe. Njoo hivyo. Anayenipangia ubaya wake umrejelee, lakini njoo hivyo tena. Tuko Marekani, lakini sitegemei kama tuko safety. Hao watu wanaotembea usiku nawaza wanatufuata mahali yote, lakini sala zetu na dua zetu ndizo ambazo zinatulinda. Acha mimi nikave kwanza nani yangu, jiko langu chanika na upepo. Sama hii tunataka kuingia, tuanzane na mambo ya kuchoma nyama, tule nyama. Limeharibika, inabidi tu tununue lingine. Limepasuka, mimi ni moga vile vinani. Vile vidudu wanaroeaga masamaki hadi vimekuja. Hichi kitu itabidi tukitupe tu. Kimechanika kihema na kilikuwa kigumu aje. Yale madudu mimi siyataki. Hapa nafinika hivi mpaka jioni, utakuta na hizo nani. Paka nazo pale hazina akili nzuri, nikifinika hivi njoo inakuja zinajificha humu. Zinangoja hizo rebe, wakati zinakuja zile sungura pori zinasiataki. Paka za Marekani ni shida. Haya. Okay. God. Mimi sina zangu nguvu tena, niko moga wa madudu. Samanini bwana. Wake up. Kianguka tena sikuokoti. Haya. Sina mengi ya kuongea wapenzi. Nimependa tu kushare na nyinyi hii video. Kama kuna mtu kitu kama hicho kimeshawahi kumtokea, unaweza kaniambia mpenzi wangu, kaniambia nisiwe na wasiwasi, ukaniandikia ukaniambia usiwe na wasiwasi. Inaweza kuwa ni mnyama fulani imekuja ama ni kitu gani, lakini mimi kivyangu sielewi. Okay, basi acha niwaacheni. Nimependa tu kushare na mwe hii video hii asubuhi. Mwe na siku njema, na mimi naenda nipate breakfast afu nifanye mambo mengine. Neighborhood yetu ni kubwa, na mimi nimependa hapa nyumbani kwangu kwa sababu nyumbani kwangu kwa nyuma sina jirani. Kwa nyuma ni barabara kama jinsi mnavyoona. Yaani sina makelele ya jirani kwa nyuma, japokuwa neighborhood yetu sio ya makelele,
lakini tena mashallah Mwenyezi Mungu kanijalia. Nilipataga mahali ambayo nilikuwa namlilia Mwenyezi Mungu, nataka nipate nyumba fasi ambayo iko hivi na Mungu kanijalia, nimepata mahali ambayo imeendana na dua yangu ambayo nilikuwa naomba. Naweza kuja kukaa huku backyard na kuwa kimya kabisa, kwa sababu huyu jirani yangu hapa hawaji na iko na mtoto mmoja kijana, miaka kama ya mtoto wangu, bado kijana mdogo. Huyu jirani yangu huyo hapa, hii nyumba inayofuata kwa juu yangu, hana mtoto kabisa, naishi peke yake bila hata mume. Na yani hii neighborhood yetu, watu wote wenye wako hapa ni mtoto mmoja, wawili, watatu, mmoja, wawili, watatu. Yani pako quiet kidogo. Ukisogea huko kwa mbele kidogo ama huko upande wa pili huko, ndio watoto wako wengi, na hao ndio wenye wako na watoto wengi, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Ndio hivyo. Hii sama yote nitakuwa nashika video za neighborhood yetu. Yani nikitoka kazini nafika hapa napumzika saa 11, saa 11:30 nafanya mazoezi. Mazoezi yangu itakuwa ni ya kutembea mcommunity, kwa sababu sama hii community yetu inakuwaga nzuri, watu wanakuwaga nje na kuna kuwa safety, watu wako na madogi zao na watoto, yani wanafanya mazoezi ya kutembea neighborhood. Yani neighborhood yetu iko safety kabisa. Ukijisikia kufanya mazoezi ya kutembea mchana, usiku, muda wote, tuko huru kikweli. Haya, asanteni, na mimi nawapenda sana wapendwa wangu, muwe na siku njema.